Mtaa kwa mtaa. Yes, hello, hii ni Mtaa kwa Mtaa TV na moja kwa moja tupo na msanii ambaye anafanya vizuri na ngoma yake ambayo inaitwa Sawa. Ni ngoma ambayo anafanya vizuri kwenye mabaa, kwenye club, kwenye radio station baadhi. Anaitwa Pizon MC. Watu wanataka kufahamu kwa majina yako halisi. Kwa jina halisi naitwa Suleiman Mrisho. Kwa jina la sanaa naitwa Pizon MC. Kwa nini Pizon MC? Pizon MC nilipewa na Babi MC. Ili jina ilikuwa siku tuliko Shinyanga kwenye show ya Suma Rider. Sasa ilikuwa enzizo ndo naanza sanaa. Alipotumwa kwenda kutengeneza posters alikuwa anauliza huyu mtu nimweke jina gani. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa naitwa KP na kundi letu lilikuwa ni Ilala Zone, kwa hiyo akaichukua ile P na ile zone ndio ikapatikana Pizon. Tutakuja baadaye kuhusu Suma Rider, lakini sasa hivi tuko na Pizon MC. Una ngoma hii ambayo inafanya vizuri inaitwa Sawa. Ni ngoma ambayo inafanya vizuri by the way. Nani kaandika ngoma? Mtayarishaji wa ngoma ni wewe mwenyewe ama? Nyimbo nimeandika mwenyewe, kila kitu na kuiandaa nimeiandaa mwenyewe. Baada ya hapo nilienda kwa producer Mbezi ambaye ni producer aliyotengeneza Tilalila Mr. Blue. Akanipa ushirikiano wa kuifanya kila kitu kwenye final, kutia vocal, kila kitu. Ulikaa muda mrefu bila kuachia kazi. Shida ilikuwa ni nini? Shida ni vikwazo. Sehemu nilizopita mimi zilikuwa zina changamoto. Sasa ili kunusuru maisha yangu na kunusuru vile vile familia na vitu kibao, ilibidi kwanza nikae pembeni kuacha muda ili niweze kurudi tena. Kwa hata hivi nimerudi kwa maumivu ambayo nilikuwa nimekaa muda sana, si kama nilikuwa napenda, ila ilibidi nifanye hicho kitu. Pizon MC tumemzoea akiwa na Mr. Blue, hata kwenye show zake yeye anapiga kama back vocal. Imekuwaje sasa hivi Pizon hatumuoni na Mr. Blue kama tulivyomzoea? Hicho ni kitu ambacho kinahitaji story ndefu sana. Sema hata katika vitu vilivyonifanya vile vile nikae pembeni kwenye game ni stop. Na hicho nacho kilikuwa kimoja wapo, kwa sababu nilikuwa napokea maswali mengi sana kwamba mbona utoki, uko na mwanao, mbona utoki. Kwa hiyo ilibidi kuweza kufunika mambo mengi sana. Nikaona acha kwanza nikae pembeni, alafu baadaye nitarudi Pizon kama Pizon. Watoto wa Ilala waga hamsapotiani. Nini shida? Shida wanasema Ilala Mungu tuseme ameipa baraka kubwa sana. Ilala inatoa vipaji, sio tu music, hata iwe soka, iwe chochote kile. Kwa hiyo sehemu yote yenye mafahari wa kutosha kunakuwa na ushindani, si kama tupendani, ila ni sehemu ya ushindani. Sasa kila mtu anataka kuonyesha kitu chake, ila naamini utapoonyesha basi watu watakupenda tu. Ikiwa bado hujaonyesha ndo kunakuwa na ushindani, kwa sababu kila unayemfuata naye anafanya, kila unayemuona naye anafanya. Na hisi ni ushindani ndo nauona sana. Lakini wasanii ambao walishawahi kufanya vizuri kwa miaka 2002, 2003 na 2005, nikimzungumzia kama labda Chidi Benz, nikimzungumzia kama Dully Sax, wengi wao hawakai tena Ilala. Ilala ndo mmebaki kama wewe hapa Pizon, lakini pia kuna msanii anaitwa Spencer Seme ametoka Ilala. Wasanii wengi wametoka Ilala, wamehama Ilala. Kwa nini? Wanasema kuna muda unapohitaji malisho inabidi uame. Hata ukiwa unafuga ng'ombe au unafuga mbuzi, kuna sehemu unaweza kwa majani yameisha, inabidi watafutie malisho sehemu nyingine. Kwa hiyo naamini kwa watu wa Ilala kuweza kwenda sehemu nyingine ni kwa ajili ya kutafuta malisho, ila bado akili zao na hisia zao bado zipo Ilala. Naamini hicho. Una kipi cha kuambia wasanii ambao wako Ilala? Mimi ninachowaambia kwamba vita ni kali sana. Vita ni kali, kama ulivyotoka kuongea, tunahitaji tupendane, na sisi tunaishi kwa ajili ya kuwakilisha. Kwanza tuna deni kubwa sana na Ilala, kwa sababu walituamini, walitupa nafasi, ikiwa moja hapo kama Amri the Business umejitahidi sana kuweza kutubeba, sio leo wala jana. Umeweza kutubeba, ulikuwa ukitupigia kelele kila siku, na mpaka kesho bado tunavutana, lakini hauchoki, unatushika, unatuweka kwenye nafasi nyingine. Kwa mimi ninachoona kwamba tuzitafute fursa ziko wapi. Ukiona fursa ipo kwa Amri the Business, basi kubali kuwa mtumwa, kuwa nini, ili uweze kuipata ile fursa. Kwa hiyo kikubwa zaidi tupendane, tusapotiane. Umerudi kwenye game la Bongo Flava na sasa hivi mziki umekuwa ni ushindani mkubwa sana. So umejipangaje kupambana na wenzako wasanii, kwa sababu mziki umekuwa ushindani? Kwenye kujipanga, mimi naamini
nakuja tofauti sana, kwa sababu nimeachia hii nyimbo, ila soon kuna nyimbo naiachia na K-Tuga. Nahisi baada ya K-Tuga tuna nyimbo nyingine naiachia, nitasema na nani. Ni 3 tu ambazo nimeziandaa, ila hizi 3 ni sawa na nyimbo 15 anazotoa msanii mwingine. 3 tu. Tutegemee video lini? Video ndo tupo kwenye maandalizi kama hivi, tunajaribu kuongea na wadau tofauti, kwa sababu video za siku hizi nazo zina ushindani. Kwa hiyo nataka kufanya kitu ambacho mashabiki wanachokitaka. Mungu akipenda, inshallah mpaka mwezi wa 10 tutakuwa tuna video iko hewani kabisa. Kwa sasa hivi hapa tupo kwenye process za kushoot kila kitu, ila kwenye mwezi wa 9 kwenda wa 10, yani tuna mwezi mmoja tu hapo kwa ajili ya video ili iweze kupindua mwaka inshallah. Watu wanasema Pizon anakuja kwa kishindo, akitaka kutop up juu anapotea. Hii imekaje? Ya, ni kweli mara kibao najua nafanya kama hivi, alafu kuna muda huaga naishia kati. Pale nilipokuwa naishia kati ndio hicho kimoja hapo nilichokuwa nakwambia. Nilikuwa na watu wamenizunguka, unakuwa unaamini ni wenzako, lakini wao wanakuwa sio wenzio. Sasa kwenye vita mnapokuwa kwenye kundi alafu kuna maadui hapo ndani, rahisi sana kufa, rahisi sana kutoka kwenye plan. Kwa hiyo baada ya hicho kugundua, sasa hivi Pizon amekuja kama Pizon amekuja na familia yake, kwa sababu mimi rafiki zangu wote wanaonisikiliza wao ndo wametaka mimi niwe hapa. Kwa hiyo wameshikana na wamekubaliana tunataka Pizon awe sehemu hii. Kwa hiyo nimekuja kwa ajili ya kulipa deni. Swali la kizushi. Rafiki yako inasemekana ni mganga wa kienyeji. Je, ina ukweli ndani yake? Spinsi Seseme. Kwa Spinsi Seseme, mashallah, anaweza kusema Mungu amembariki sana. Hicho kiuwezo anacho miaka mingi tangia anatoka, hata kabla Cinderella na Alikiba haijatoka. Spinsi alikuwa ni mtu ana maono. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa mganga kienyeji inawezekana Mungu amemtumia kuja na vile vile kutusaidia, kwa sababu kwenye kundi lazima huyu atakuwa dokta, huyu atakuwa nani. Kwa hilo ni kweli ni mganga wa kienyeji na ni mtibabu mzuri sana kwa watu wanaokwenda wanakwambia anafanya nani vizuri. Kwa hiyo ya wewe ushaenda kupeleka ngoma yako mpya, labda kupigwa dua kidogo, kupigwa maji? Mimi sijaenda, lakini kwa jinsi ya Spinsi tu mwenyewe anavyonipenda ndugu yake, sihitaji hata kwenda. Anaweza akamaliza dua zake huko, kwa sababu hizi dua ni za marafiki zangu wote. Kwa hiyo yote mwenye nafasi yake anafaa kuniombea. Neno la mwisho? Neno la mwisho, nawapenda sana. Neno la mwisho, namshukuru sana Amri's Business na Mtaa kwa Mtaa. Ni watu ambao wanajitahidi sana kuingia mtaani na kutafuta vipaji. Kwa hiyo kama wewe una nafasi yoyote ambao unahitaji kuonana na Mtaa kwa Mtaa, basi ni cheki hata mimi, nitajua na kuunganisha vipi. Nafasi hii nilopata, basi hata wewe unaweza kuipata. Unawaahidi nini mashabiki zako? Sitoangusha kwa sababu nawaambia hizi nyimbo 3 ni sawa na wasanii kutoa 15. Ni 3 lakini tutamaliza kila kitu. Haya, watajie digital platform zako unazopatikana. Mimi ukija kwenye Instagram unaandika tu Pizon MC, PZON_MC, na sehemu zingine zote utazokwenda, TikTok utapokwenda wapi, YouTube wapi, kokote ukisearch tu Pizon MC unanipata. Tupe kionjo cha sawa kidogo. Yes? Tupe kionjo cha sawa kidogo. Ya, nakwambia hivi, umenishika moyo mpaka akili, sina choyo, nshike mkono wote tusafiri. Umenishika moyo mpaka akili, sina choyo, nshike mkono wote tusafiri. Kama kupenda na kupenda, popote unachopenda nitakipenda, kokote unapokwenda tutakwenda. Ni Mtaa kwa Mtaa.